basi shindano likaanza kumeanza kwa sasa kabisa, shindano likiwa na hiyo za kwa wale kucheza kidogo. Ambapo katika ile ya tatu wa timu ya Uganda, kumbuka jinsia ya kike ndio inaanza kuanza. Jinsia ya kike ndio inaanza, timu ya Uganda ikiwa ndio wako kifua mbele kufikia sasa. Wakiwa wanasalia na mita 2 na kama kenda hivi kwa kutamatisha mzunguko wao. Kundi la kwanza hivi kija kwa kidogo, kundi la pili litakuwa ni jinsia ya kiume. Ndio maana yake jinsia ya mchanganyiko, yani mixed breed. Uganda wakiongoza Uganda wanapokezana kiojo. Kundi la pili linaongoza likiwa ni jinsia ya kiume katika nafasi ya timu ya wakimbizi wakipokezana kiojo. Uganda bado wakiongoza katika shindano hili wakiwa wamefungua pengo la takriban mita kama 9 hivi, wakiwa wanakuja kusalia mita kama 110 hivi kuweza kutamatisha mzunguko wao, wakiwaletea ama wakija kuwakabidhi wenza wao katika ama likiwa ni kundi la tatu jinsia ikiwa ni ya kike. Tuwapigie makofi. Timu ya Kenya wakiwa katika nafasi ya pili, timu ya Kenya timu wakipokezana kidogo kwa wakati mmoja. Uganda wakiwa wamefungua pengo na takriban sasa mita kama 15 hivi. Tunashangilia wakimbiaji wetu kwa wanatafuta wafuzu katika shindano hili. Let's keep the track clear. Let's keep it clear for the athletes. Uganda bado wanaongoza. Uganda katika nafasi ya pili, Kenya A katika nafasi ya tatu, Kenya B. Uganda wakiwa wanaongoza, wakiwa wameweka pengo la mita takriban 16 hivi. Tuwashangilie tafadhali, tuwashangilie kabisa. Kundi la mwisho sasa katika kufanikiwa kiojo, ikiwa ni jinsia ya kiume. Uganda wanakabidhiwa kiojo, timu A, Kenya, timu B wakisubiria kwa hamu na hamu. Hawakiondoka, sijui mambo yatakuwa vipi. Pengo linaongezeka. Uganda wakiwa wamefungua pengo la takriban mita 50 hivi. Tuwashangilie wote kutoka mchezo mzuri tu ambapo huwa uzingatifu wake ni muda. Uganda wakiongoza, wageni wetu nchi jirani, tuwapigie makofi tu. Leo wanapoanza